Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Kwa anasema, and Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand. Kwa naona baada ya kumpa Yusufu mamlaka Farao, kilichofuatia Farao alikuwa na pete ya kifalme. Kwa alichokifanya Farao, alivua pete ya kifalme kwenye mkono wake, akavua ile pete akampa Yusufu, akamvisha Yusufu. Na ili ujue ni alama ya mamlaka, soma juu. Ukisoma mstari wa 40 nasema, basi watakuwa juu ya nyumba yangu, kwa neno lako watu wangu watawaliwa, na kwa kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Kwa naona Yusufu alipewa mamlaka ya kiutawala, alipopewa mamlaka ya kiutawala isipokuwa tu kiti cha enzi. Kwa Yusufu alikuwa chini ya Farao. Mtu pekee aliyekuwa juu ya Yusufu alikuwa ni Farao. Kwa anapompa ile pete yenye muhuri, anadhibitisha mamlaka aliyokuwa amemkabidhi, kwa sababu kazi ya pete ilikuwa ni kudhibitisha amri ya mfalme. Kwa Yusufu alipewa mamlaka na Farao, alimkabidhi mamlaka ya kuongoza Misri kwa niaba yake. Kwa unapoiona pete, jambo la kwanza lazima ufahamu pete inasimama kwa niaba ya mamlaka, au ni ishara ya mamlaka, au ni alama ya mamlaka. Kwa usione tu pete kama pete, ni pete ya mamlaka. Kwa Yusufu anapopewa pete, anakabidhiwa jukumu la kiutawala, au anakabidhiwa mamlaka kuitawala Misri. Hii ni alama ya kukabidhiwa jukumu. Lakini mbili, ilikuwa ni alama ya kuaminiwa. Yusufu anaaminiwa Farao kwa ajili ya kutawala. Tatu, ilikuwa ni alama ya kupandishwa cheo, anasimama kwa niaba ya Farao pote pale. Yusufu alikuwa ni mtu mdogo, this time around anakabidhiwa mamlaka kutawala nchi kwa niaba ya Farao, na watu wote kuwa chini ya Yusufu isipokuwa tu Farao peke yake. Jambo la pili kuhusu pete, pete ni alama ya urejesho wa heshima. Unapoitafuta pete kwenye maandiko, ni alama ya urejesho wa heshima. Ukisoma kitabu kile cha Luka sura 15 mstari wa 22, ukianzia mstari 20, anasema hivi, akaondoka akaenda kwa babaye, alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sitahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akawaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi hilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Kwa huyu mwana mpotevu, baada ya kuwa ameenda amefanya makosa, ametapanya ile mali aliyokuwa nayo, amekuwa na makahaba, alipokuwa ameteseka vya kutosha, akaamua kurudi kwa baba. Biblia inasema alipokuwa mbali, huyu mwana mpotevu alikuja na toba. Alipokuja na toba, baba yake akaamuru watendakazi, anaambia, nenda kalete vazi hilo bora mvishe. Lakini kasema mtie na pete kidoleni, na hiyo pete kidoleni haitoshi, lakini pia mweke na viatu miguuni. Sasa vazi lina maana yake, lakini pia pete ina maana yake, na viatu vina maana yake. Hii ni alama ya urejesho wa heshima. Huyu mtoto alikuwa amepoteza heshima, ndio maana Paulo anasema, mimi naomba nisiwe tena mtoto wako kwa sababu nimekosa, natamani uwe kama mmoja wa watumwa katika nyumba hii. Lakini baba anamwambia, hapana, hauwezi kuwa mtumwa, unarejeshewa heshima yako ya uwana, unarejeshewa nafasi yako ya uwana kwa sababu ya toba. Kwa hiyo akavishwa pete kwenye kidole chake. Ina maana kubwa. Ilikuwa ni maana ya rehema, ilikuwa ni maana ya kusamehewa na kurejeshewa nafasi aliyokuwa ameipoteza yule mtoto. Lakini namba tatu, pete ni alama ya agano. Pete kama alama ya agano. Pete ilitumika kudhibitisha maagano au kudhibitisha amri. Hata kwenye ndoa tunavyoona, ukisoma maandiko utagundua mtu alipoenda kuchumbia, mtu alipeleka pete ya uchumba akampa. Baada ya kuwa amemuona amekubali, alimpa pete kama alama ya uchumba, awe mke wa kijana bosi wake. Mwanzo 24, 22 na 30, pete ya uchumba. Lakini pete ni alama ya agano, na inakuwa ni alama ya agano kwa sababu ya ilivyo. Pete ni mviringo, haina mwanzo na haina mwisho, ikimaanisha kudumu kwa agano, kutokuwa na mwanzo wala mwisho. Kwa pete, na kwa wakati wa sasa tunatumia pete kwenye ndoa kama alama ya agano la ndoa. Lazima ujue pia ndoa ni agano. Kwa tunatumia pete kama sehemu ya kudhibitisha agano la ndoa. Kwa mtu anapovaa pete, maana yake nini? Ni ile haina mwanzo, haina mwisho, mviringo. Maana yake tunachoingia ni agano lisilo na mwanzo wala mwisho, na ndoa ni agano. Marriage is a covenant. Ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Kuna mazingira tu machache ambayo marriage, ndoa inaweza ikavunjika, kuachana. Na hata hivyo Mungu anasema Mungu hafurahishwi na kuachana. Kwa kama Mungu hafurahishwi na kuachana, Mungu kama anachukia kuachana, nafikiri sisi wanadamu ilibidi pia nasichukie zaidi, kwa sababu kutembea kwenye mapenzi ya Mungu ni sawa na kusema unapenda kitu Mungu anapenda na unachukia kitu Mungu anachukia. Kwa kama Mungu anachukia kuachana, hayo ndio mapenzi yake. Mungu hatamani separation, au kama si watu walizaliwa mara pili, lazima kwa nguvu zote tuchukie kuachana, na kanisa lazima lichukie kuachana. Na hili limekuwa ni fundisho tata kwenye makanisa, separation, remarriage. Mungu anachukia kuachana kwa sababu ndoa ni agano la milele. Hata hivyo yako mazingira machache ambayo mtu anaruhusiwa kuachana. Hata hivyo sio mpango wa Mungu watu kuachana.